tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media, ni wakati mwingine tena, ni siku nyingine tena, ni juma lingine tena, nipende kukukaribisha katika kipindi chetu pendwa cha tushirikishane tone la upendo. Ikiwa basi tumemaliza juma la 34 la mwaka C wa kanisa, na sasa tupo katika juma la kwanza la majilio katika kipindi kipya kabisa cha mwaka A wa kanisa. Leo ungana nami mtangazaji wako Fratelli Anthony Eponda, nikiwa na Father Abias Mkwetu, misionari wa shirika la damu azizi ya Yesu. Yeye leo atatupitisha katika mambo mbalimbali ambayo yanakihusu kipindi hiki cha majilio. Basi kwa hayo na mengine mengi, naomba tuweze kuungana naye. Father Abias, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya siku nyingi, karibu sana katika studio zetu za St. Gaspar Media. Basi tuweze kujulishana mawili matatu sisi pamoja na mtazamaji wetu. Kwa kwanza basi naomba utufungulie kipindi chetu kwa sala ili tuweze kuanza rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mama wa damu azizi ya Yesu, utuombe. Mtakatifu Gaspari, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendwa mtazamaji, baada ya kufungua kipindi chetu kwa sala, basi niweze kumkaribisha Father Abias. Kama nilivyoweza kumtambulisha, yeye ni misionari wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu. Ndio tuko naye katika kipindi chetu cha siku ya leo. Basi Father, naomba tuweze kufahamu kanisa tunafahamu limegawanyika katika vipindi mbalimbali, na kama nilivyotangulia kusema kwenye utangulizi, tumeanza kipindi cha mwaka A wa kanisa, tumemaliza kipindi cha mwaka C wa kanisa. Labda Father, naomba utueleze kwa ufupi mgawanyiko wa vipindi katika kanisa. Asante. Mpendwa mtazamaji wa St. Gaspar Media, kanisa linatusaidia kuweza kutafakari matukio mbalimbali, hasa matukio yanayogusa ukombozi wa mwanadamu, na namna ambavyo kanisa limegawanya huu mwaka au kumsaidia huyo muumini wake aweze kutafakari mafumbo hayo. Limeweka kwanza katika nafasi ya kwanza miaka mitatu ambayo ipo katika mzunguko, na kila mwaka unachukua Jumapili 34. Hizi ni Jumapili za kawaida za mwaka, ambapo unaweza ukaitwa mwaka A wa kanisa, mwaka B au mwaka C wa kanisa. Sasa humu katikati kanisa pia limeweka vipindi mbalimbali ambavyo vyote vinatusaidia kutafakari mafumbo ya ukombozi wa mwanadamu. Zaidi sana vipindi vyote hivyo vikiendelea kuonesha upendo wa Mungu ulivyo mkubwa kwa mwanadamu. Kipindi ambacho huwa kinaanza na kinachotambulisha mwaka wa kanisa huwa ni kipindi cha majilio. Na hiki kipindi cha majilio chenyewe kinachukua majuma 4, inakuwa Jumapili 4. Na baadaye kinafuata kipindi cha Krismasi, kipindi cha Noeli, ambacho tunasherehekea nini? Tunasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi. Ambacho hicho nacho kipindi ni sio kirefu sana. Baadaye ikifika sherehe ile ya Epifania. Ndiyo. Na baadaye tunaenda kwenye sherehe ya ubatizo wa Bwana, tunakifunga. Kisha kifunga tunaanza tena kipindi cha kawaida cha mwaka, ambacho kinachukua kama Jumapili 7, 8, 9 hata 10. Ni kipindi sio kirefu sana. Na baada hicho kipindi tunaingia kipindi kingine maalum cha kanisa, kipindi cha Kwaresima, ambacho kinafunguliwa na Jumatano ya Majivu. Hicho kipindi kinachukua siku 40. Baada ya siku 40 tunasherehekea Pasaka, fufuko wa Mwokozi, ambacho hicho kipindi nacho kinachukua siku 40. Yesu anapaa, na baadaye zinapita tena siku 10. Ikifika ile siku ya 50 baada ya ufufuko wa Bwana tunasherehekea Pentekoste. Na hapo tunakifunga kipindi cha Pasaka, tunarudi tena kwenye kipindi cha kawaida cha mwaka, ambacho kitachukua zile Jumapili nyingine zilizobaki. Baada ya kile kipindi kifupi
kilichotangulia baada ya Noeli. Inaendeleza pale na kwenda kufikia Dominika ya 34 ya mwaka. Baadaye tunaufunga mwaka kwa sherehe ya Yesu Kristo Mfalme. Asante sana Padre kwa maelezo haya, na kama ilivyokuwa Dominika iliyopita, basi tumesherehekea sherehe ya Kristo Mfalme. Na Dominika hii ya kwanza basi tumeifungua rasmi kipindi cha Majilio. Labda mpendwa mtazamaji wetu angependa kufahamu nini sasa maana hasa ya kipindi hiki cha Majilio? Asante. Kipindi cha Majilio, neno lenyewe majilio linaonesha ujio au kujiwa au kufika au kutembelewa. Ndio maana ya nini? Neno majilio. Kwamba kuna ambaye anakuja kwa watu fulani na wale watu wanasema tumefikiwa. Ndio. Kwa hiyo wana kazi ya kufanya nini? Ya kumkaribisha. Kwa kipindi hiki cha Majilio ni kipindi cha ujio, tafakari ya ujio wa nani? Ujio wa Mwokozi. Ambayo huyu Mwokozi sasa anakuja katika sura mbili. Na hicho ndicho kipindi cha Majilio. Anakuja kwanza katika nafasi kama hakimu ambaye anahukumu, lakini pia kuna tafakari nyingine ambayo inatusaidia kumtafakari huyu Mwokozi anayekuja kutukumbusha tukio la kihistoria, alivyozaliwa kati ya wanadamu, akaitwa Emanueli, akaishi katikati ya wanadamu. Kwa hiyo basi ni kipindi ambacho kinatusaidia kutafakari ujio wa Mwokozi. Asante sana Padre. Na ukiangalia kwenye liturujia ya kipindi hiki cha Majilio, rangi inayotumika ni rangi ya zambarau au rangi ya urujuani. Labda nini maana ya rangi hii ya urujuani katika kipindi hiki cha Majilio? Asante. Mpendwa mtazamaji, nafikiri ili tuweze kulielewa vizuri, ni vizuri turudi kwenye maandiko matakatifu. Ndio. Tusome Injili ya Marko. Ndio. Sura ya 15 kuanzia aya ya 16 hadi ya 20. Okay. Hii sehemu ni kipindi ambacho Yesu alikuwa katika mateso. Ndio. Wakati Yesu anateswa, miongoni mwa dhihaka ambazo zilifanyika, pamoja na kutemewa mate, kusemewa maneno mabaya, ndio, alivikwa taji la miiba. Ndio. Lakini bado akavikwa vazi la rangi ya zambarau. Kuonesha nini? Ilikuwa ni kufuru, kwamba yeye ni mfalme, wanamkufuru kwa kumpa hadhi ya ufalme, lakini bado wanafanyia dhihaka hizo nyingine. Kwa kawaida huwezi kumchukua mfalme ukamdhihaki, mwenye taji lake, mwenye kiti chake, ambaye ana heshima zake ukamdhihaki. Kwa hiyo rangi aliyovikwa Yesu ilikuwa ni ya rangi ya zambarau. Vazi ile ilikuwa rangi ya zambarau. Sasa hii rangi ya zambarau kwa historia hata ya wafalme wa kale ilikuwa ni mavazi ya kifalme yalikuwa ni ya rangi ya zambarau. Maana yake ni ufahari wa yule mfalme. Fahari wa yule mfalme. Kwa ni rangi ya kifalme kwa historia yake. Kwa hiyo hata kipindi hiki cha Majilio tunatumia rangi ya zambarau kuonesha naye kuja ni nani? Ni mfalme aliyezaliwa kati ya wanadamu, lakini pia atakuja kama hakimu. Mfalme ambaye ni hakimu wa haki. Kwa hiyo ni mfalme kwa namna kwa matukio ya kihistoria, lakini pia bado kipindi cha hiki cha zambarau, rangi hii ya zambarau ambao kwa lugha nyingine ni urujuani, ndani ya kanisa pia inatumika kama kuashiria toba, lakini na masikitiko. Kipindi cha hiki cha Majilio kwa nafasi ya kwanza kina dalili ya masikitiko au huzuni. Kwa namna gani tutaniuliza? Kama tunapokea mfalme, kwa nini tusikitike? Kwa nini tusikitike? Kwanza tunapaswa kusikitikia hali yetu ya ndani. Dhambi zetu, namna gani ambavyo tumejitenga na huyu ambaye ni mfalme. Kwa hiyo tunapaswa tuingie ndani mwetu tutafakari. Ni mara ngapi ambapo tumemhuzunisha huyu ambaye ni mfalme. Kwa hiyo tunapaswa kuisikitikia ile hali yetu ya ndani. Kwa nafasi ya kwanza rangi ya zambarau ni rangi ya kifalme, lakini pia inatualika kuingia katika huzuni na masikitiko ya nafsi zetu, namna ambavyo tumebebesha mizigo yetu ndani mwetu, namna ambavyo dhambi imechukua nafasi kubwa na kusahau nafasi nyingine ya pekee na ya kwanza ya neema, namna ambavyo tumefutilia mbali neema na tukaingiza dhambi ambao ni uchafu.
Asante sana Padre kwa majibu yako haya mazuri. Sasa turudi kwenye kipindi chetu cha Majilio. Kipindi cha Majilio kimegawanyika katika mgawanyiko fulani. Naomba sasa Padre uweze kutueleza kimegawanyikaje hiki kipindi na nini maana sasa ya huo mgawanyiko wa kipindi hiki cha Majilio. Asante. Kipindi cha Majilio nimesema kinachukua Jumapili 4. Ambazo hizi Jumapili 4 zimegawanyika sasa. Kuanzia Jumapili ya kwanza Ndio. ya Majilio Ndio. mpaka tarehe 16 ya mwezi wa 12. Ndio. Hapo tunatafakari ujio wa mfalme ambaye ni hakimu. Okay. Kwa hiyo tuchukue ni kuanzia Jumapili ya kwanza ya Majilio mpaka tarehe 16. Sio siku ya 16 ya Majilio, tarehe 16 ya mwezi wa 12. Natafakari ujio wa pili wa huyu Mesiya ambao napaswa kutusaidia tutafakari hali yetu, kwamba huyu mfalme atakapokuja atatukuta katika hali ipi? Wake anapokuja kutuhukumu sasa. Ndio. Hata masomo ambayo tutaanza kuyasoma kuanzia Jumapili ya kwanza, Injili hasa haionyeshi ule ujio wa Yesu kwa mara ya kwanza anayezaliwa. Inaonesha Yesu anayehukumu. Tena mwenye haki. Hamuongezei mtu sifa ambayo hana. Kama we ni mwema anakupa hukumu ya mtu mwema. Unapewa zawadi, unapewa tuzo ya wema wako. Kama ni mwovu basi unalipwa kwa yale ambayo umeyatenda. Ndicho kipindi cha kwanza kabisa cha Majilio, tunatafakari hukumu hiyo. Na kipindi cha pili, na hapo tungesema nini? Upepo unabadilika. Ndio. Hata nyimbo ambazo zinaanza kuimbwa ni zile za ujio wa kwanza. Ujio wa kwanza. Alivyozaliwa kati ya wanadamu. Okay. Utaanza kusikia zile nyimbo ambazo zinaonesha kwamba Yesu anazaliwa. Tazama, bikira akachukua mimba, baadaye atamzaa mwana. Lakini hapa mwanzoni hapa mpaka kufikia tarehe 16 hatuwezi kusikia hizo nyimbo. Kwa hiyo hata liturujia ilivyogawanyika, imegawanyika kwa mtindo kwamba nyimbo zote zinatusaidia kutafakari hali yetu ya ndani ya ndani. Ila kile kipindi cha pili kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 24 ni ujio wa Kristo anayezaliwa kati ya wanadamu. Asante sana Father. Labda nikupeleke mbele kidogo kwenye huu mjadala wetu, hasa katika liturujia ya kipindi hiki cha Majilio. Kwa kawaida kwenye liturujia yetu ya Kanisa Katoliki, kwenye kipindi hiki cha Majilio, pale altareni huwa tunaona mishumaa 4, lakini pia chini ya ile mishumaa huwa kuna taji la rangi ya kijani, taji ambalo limeunganika kwa muunganiko, sema duara kamili lililounganika. Labda tungependa kufahamu sasa, kwanza nini maana ya ile mishumaa, na mishumaa ile kati ya mishumaa 4, 3 inakuwa ni ya urujuani, lakini mmoja unakuwa na rangi ya pinki ndio rangi ya pinki. Rangi ya pinki au ya mawaridi. Mawaridi ndio. Sasa naomba tufahamu sasa, kwanza tuelezee nini maana ya hiyo mishumaa 4, alafu pia maana ya hizo rangi ya urujuani na ya pinki, kwa nini zimetenganishwa, lakini pia tueleze kwa nini pale chini imewekwa lile taji la rangi ya kijani na taji ambalo limekuwa ni duara kamili. Ndio. Mpendo wa mtazamaji, kanisa kwa asili yake kwanza ni mama ambaye anawasaidia watoto wake waendelee kutafakari polepole. Ni mama kwa nafasi ya kwanza anazaa watoto kupitia ubatizo, na baadaye ana wajibu wa kuwalea na kuwafundisha. Ndio. Sasa miongoni mwa mbinu ambazo huyu mama kanisa anazozitumia kuwalea watoto wake ni kupitia desturi na baadhi ya tamaduni, taratibu mbalimbali ambazo anazitumia. Na kwenye liturujia kuna desturi hiyo ya kuweka mishumaa 4. Lakini pia usishangae sehemu nyingine ukikuta mishumaa 5. Okay. Inaweza katokea. Mishumaa 4 yote ina maana. Ndio. Na inapewa majina. Ndio. Lakini pia hata hiyo mishumaa kama ulivyosema imezungushiwa taji la rangi ya kijani ambayo ni duara. Ndio. Hii mishumaa inamaanisha nini? Kabla ya kuanza kuangalia mshumaa moja moja, tuangalie mshumaa kwanza. Kwa nafasi ya kwanza unateketea, lakini pia unatoa mwanga. Ndio.
unasimama kumwakilisha Mungu mwenyewe ambaye ni nuru. Na Yesu alijitambulisha kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 12 kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa mshumaa unasimama kuangaza. Kuonesha kwamba Kristo mara zote anaangaza na anapaswa kuangaza. Lakini pia muda mwingine mishumaa inawakilisha au inasimama kuonesha sala za waamini ambavyo zinaendelea kuwaka mbele ya Mungu, zinapaswa kuendelea kuwaka na kuendelea kuwa hai. Sasa baada ya kuona maana hiyo ya mishumaa, tunakuja tena katika ile mishumaa ya majilio. Mishumaa iko minne. Hii mishumaa, kila mshumaa umepewa jina lake. Mshumaa wa kwanza ni mshumaa wa matumaini ambao ni wa rangi ya zambarau au urujuani. Huu mshumaa wa matumaini umepewa jina lingine la pili, unaitwa mshumaa wa nabii Isaya. Sasa kuitwa mshumaa wa nabii Isaya hausimami tu kumwakilisha Isaya, lakini unasimama kuwaonesha manabii wote wa Agano la Kale, namna ambavyo walikuwa mstari wa mbele kuonesha matumaini kwa watu ambao walikuwa wanaelekea kukata tamaa. Hasa wale ambao waliona wametengana na Mungu. Nabii Isaya anachukua nafasi ya pekee katika kutoa matumaini kwa sababu ya vipindi ambavyo yeye amefanya unabii wake, lakini pia kwa nafasi ambayo kitabu cha nabii Isaya kimeandikwa. Sehemu ya kwanza ya kitabu cha nabii Isaya ni sura ya 1 hadi ya 39, ambacho ni kipindi ambacho taifa la Israeli lilikuwa limefanikiwa sana. Katika kufanikiwa huko kuna tabaka lingine ambalo lilisahaulika, hasa maskini na wale ambao walikuwa hawana kazi maalum, hawana nafasi ya madaraka katika jamii. Hao walisahaulika, wakaanza kunyanyaswa. Kwa nabii huyu anatoa matumaini kwa wote na kuonesha kwamba upendo wa Mungu haujawahi kumbagua mtu yeyote, ni wa wote. Kwa hiyo anatoa matumaini kwa nafasi hiyo. Lakini pia hata katika vipindi vya shida, vipindi vya changamoto, vipindi vigumu vya kutisha, nabii huyu alitoa matumaini. Tunakutana ni nabii ambaye anaanza kutabiri ujio wa Masia ambaye atakuwa na jina la Emmanuel. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya 14. Hiyo sehemu anatoa akionesha ushahidi na uhakika kwa mfalme ambaye alikuwa kwenye wasiwasi mkubwa. Taifa la Yuda lilikuwa limezungukwa na wafalme wengine wawili ambao walitaka kuivamia Yuda. Hawa ni watu upande wa kaskazini wa Israeli, lakini pia na mfalme mwingine ambao waliungana ili waweze kumshambulia mfalme wa Yuda. Sasa huyu katika wasiwasi wake mkubwa akaona hana namna nyingine tena. Akaona kwanza kwa nafasi kwanza anaweza akapambana nao hawa wafalme washinde, lakini pia akaona ni bora ajiunge na upande mwingine ambao ulionekana kwa kipindi hicho una nguvu. Akataka kujiunga na Wamisri. Kipindi hicho sasa ni miaka 700 kabla ya Kristo, hapo tukumbuke. Lakini nabii Isaya anamwambia, kwa nini usijikabidhi mikononi mwa Mungu? Kwa nini unapoteza matumaini kwa Mungu haraka hivyo? Haya ambayo yanatokea hayo ni mpango wa Mungu. Kubali mpango wa Mungu utimie. Usitake we kupambana nao, ila kubali mpango wa Mungu fanye nini? Utimie. Mfalme akaona hayo maneno tungesema kwa lugha nyingine ni mepesi sana. Yaani hayabebi uzito na kutoa yale matumaini ya kweli. Nabii Isaya anamwambia, utapewa ishara ambayo itakuhakikishia kwamba Mungu yupo na kweli anayatimiza hayo. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mwana. Bikira katika hali ya kawaida, mtu ambaye hana mume atachukuaje mimba? Ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini hiyo ni ishara ambayo alipewa huyu mfalme, bado akapoteza matumaini. Kwa hiyo ni nabii wa matumaini kwa wale ambao wapo katika mashaka makubwa. Na mpendwa mtazamaji wetu, muda mwingine tunapitia vipindi mbalimbali vigumu, vipindi vya kutisha kwenye mahusiano, kwenye familia na sehemu nyingine mbalimbali, kwenye maeneo yetu ya kazi au hata kukosa kazi, kukosa ajira. Tunapitia vipindi vigumu. Ni muda ambao tunakumbushwa kuwa na matumaini. Na mshumaa wa pili?
Mshumaa wa pili unafahamika kama mshumaa wa upendo. Ndio. Na kwa jina lingine ni mshumaa wa Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji anafunga historia ya Agano la Kale, anafungua Agano Jipya. Anafungua sasa kwa yeye kukaa hapo katikati ya Agano la Kale na Jipya, anatambulisha ujio wa Mwokozi. Anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yeye anamtambulisha Kristo kwa ulimwengu, kwamba watu waanze kumwangalia huyo. Wakiishi kumfuata huyo, watakuwa na amani, watakuwa na furaha, lakini pia hata mizigo yao ya ndani itaondoka. Kwa hiyo huu mshumaa unatumika kuendelea kutukumbusha kwamba yupo mfalme ambaye ni wa upendo. Mungu ambaye ni wa upendo, asiyembagua mtu yeyote. Na Mtakatifu Yohane Mbatizaji anatukumbusha hilo. Na huo mshumaa unajulikana kama mshumaa wa upendo. Mshumaa wa tatu ni mshumaa wa furaha. Na kwa sababu ni mshumaa wa furaha, hata rangi yake inabadilika. Hapo sasa inabadilika kutoka kwenye rangi ya zambarau au rujuani, inaenda kwenye rangi ya pinki au rangi ya uwaridi. Kumbuka mwanzo tulisema hii urujuani kwa nafasi nyingine ni ya masikitiko, huzuni. Ndiyo. Sasa hii rangi ya pinki inadokeza furaha. Ndiyo. Tuko Jumapili ya 3 hapo, kumbuka. Ndiyo. Tumebakiza Jumapili moja ya kumpokea mfalme au Yesu anayezaliwa kipindi cha Noeli. Ndiyo. Tunaambiwa sasa hamna sababu tena kuendelea kuhuzunika. Ndiyo. Haya, shangilieni. Paza sauti. Piga kelele uwezavyo. Mfalme anakuja. Kwa tuko tunakaribia kwenye ujio wa nani? Ujio wa Mwokozi wenyewe, ambaye ni mfalme wa haki, mfalme wa amani, mfalme wa upendo, ambaye atakaa kati yetu. Kwa hiyo huu mshumaa unabadilika rangi kutukumbusha kwamba tumefikia pazuri. Ndiyo. Tusijisahau, tumefikia pazuri, kuna kipindi cha neema kinafunguliwa. Walau matumaini yetu sasa hayatokatisha tamaa kwamba furaha inakuja. Ni kipindi cha furaha ambacho kinatuamsha tuanze kumwangalia Mwokozi. Na huu mshumaa wa furaha kwanza, na kwa jina lingine unaitwa mshumaa wa Mtakatifu Yosefu. Mtakatifu Yosefu amechukua historia kubwa sana katika ukombozi wetu. Amebeba kazi kubwa. Kwanza, kwa nafasi ya kwanza, alimpokea Bikira Maria katika ujauzito wake, mimba ambayo ilikuwa kwa macho ya kawaida ya binadamu haieleweki. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, Yosefu akashirikishwa katika mpango huu. Ili aweze kumlea huyo binti ambaye amechukua mimba, na baadaye aweze kumlea mtoto. Na baadaye tena unaposoma Injili ya Mathayo sura ya 2, kuanzia aya ya 13. Yosefu huyu anatumika kuokoa maisha ya Yesu kwa kukimbilia Misri, ambaye alikuwa anatafutwa na Herode. Huyo ndiye Yosefu ambaye tunamtafakari kwa kiasi kikubwa Jumapili hiyo ya 3. Bwana nafasi kubwa. Ndio, na hapo sasa tunaona sasa mchango wa baba katika malezi ya mtoto katika familia, kuilinda familia yake dhidi ya maangamizi au mashambulio ya adui. Ndio. Na kweli Mtakatifu Yosefu alicheza kwa kiasi kikubwa sana katika ulinzi wa mtoto Yesu asiweze kuuawa na Herode. Na hapo pia Yosefu anatufundisha kingine tena, hasa kwenye familia. Ndio. Tusiachie majukumu akina mama tu ya malezi. Ndio. Yosefu anashirikiana na Bikira Maria hatua kwa hatua kwenye swala la malezi. Katika malezi. Tukimbilie wapi? Anaenda. Ndio. Anaondoka na mke wake, wanaenda. Leo hii sijui ni wangapi ambao wanafuatilia makuzi ya watoto wao. Pengine wamewaachia akina mama au dada wa kazi. Kweli hiyo ni changamoto kwa kina baba wote kuendelea kuiga mfano wa Mtakatifu Yosefu katika kuhakikisha ustawi wa familia zetu na kwa namna ya pekee katika malezi ya watoto wetu. Hakika. Sasa Baba Padre, naomba utuambie sasa lile taji ambalo limezunguka pale kwenye ile mishumaa minne, labda lile taji linamaanisha nini? Nafikiri kuna mshumaa wa 4 hatujauzungumza. Ni mshumaa ni wa zambarau, lakini pia jina lingine unaitwa mshumaa wa Bikira Maria. Naam. Mshumaa wa Bikira Maria jina lingine ni mshumaa wa amani. Ndio. Sasa Bikira Maria anaenda kumzaa mkombozi. Na mshumaa huu unakuwa ni wa 4 katika yale majuma manne ya kipindi hiki cha Majilio. Kwa hiyo basi hiyo mishumaa yote imewekwa pale kutusaidia kutafakari
kipindi gani ambacho tumefika, lakini pia na wajibu wetu ndani ya kanisa na mbele ya Mungu. Lile taji ambalo limezungushwa pale ni la rangi ya kijani. Kwanza kwa muundo wake au kwa umbo lake ni duara. Kuonesha kwanza upendo wa Mungu hauna mwisho. Kama ilivyo duara. Duara huwezi kujua limeanzia hapa linaenda mpaka hapa. Upendo wa Mungu hauna mpaka kwa mtu yeyote yule ambaye anausogelea. Mungu ni wa wote. Mungu hambagui maskini wala tajiri. Mungu haangalii ni mwanamume au ni mwanamke. Mungu haangalii huyu ni mrefu, huyu ni mfupi, huyu ni mnene, huyu ni mwembamba. Wote ni wa kwake kwa sababu amewaumba wote, lakini pia hata viumbe vyote ni vya kwake. Kwa hiyo ile inatukumbusha kwamba upendo wa Mungu ni mkubwa. Na tunaliweka kipindi hiki cha Majilio kuendelea kutukumbusha kwamba tusije hata siku moja tukakata tamaa tukaona Mungu ametuacha. Lakini upendo wake ni wa ningesema ni kwa wote, kwa viumbe vyote na kwa yeyote, na ni kwa nyakati zozote zile. Iwe kipindi cha furaha, kipindi cha uchungu. Baya zaidi huwa tunakata tamaa hasa zinapokuja nyakati ambazo ni ngumu. Tunaona Mungu ametuacha, Mungu amejitenga na sisi. Huyu Mungu ni wa watu wachache waliofanikiwa. Lakini lile taji linatukumbusha upendo wa Mungu hauna mwanzo wala hauna mwisho, ni kwa wote na ni kwa nyakati zote. Lakini pia ni wa rangi ya kijani kuonesha kwamba bado tunaamshiwa ule moyo wa matumaini na bado ufalme wa Mungu hauna mwisho. Na kama kanisa mwaka huu tunaposherehekea jubilei basi ya miaka 2025 ya Ukristo, ambako kama kauli mbiu yetu inavyosema maujaji wa matumaini, basi rangi hiyo ya kijani inazidi kutuamshia matumaini. Hakika. Asante Padre kwa majibu hayo. Labda nikurudishe nyuma kidogo. Tulipokuwa tukielezea mshumaa wa 4, umetuambia mshumaa wa 4 jina lingine ni unaitwa mshumaa wa Bikira Maria. Labda naomba nifahamu, labda kuna uhusiano wote wa Bikira Maria na kipindi hiki cha Majilio? Asante. Tunaposema kipindi hiki cha Majilio, pengine tungeanza kukifafanua katika upana wake. Ni kipindi cha maandalizi ambacho pia ni kipindi ambacho kinaonesha historia nzima ya wokovu, ya ukombozi wa mwanadamu. Namna ambavyo Mungu alikuwa tayari kumrudisha tena mwanadamu aliyepotea. Tukumbuke Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa sura na mfano wake. Sasa wengine wanafikiria kwamba alikuwa ni mweusi, kwamba akaumba weusi, wengine akaumba wazungu, anajiuliza sasa mbona kuna wazungu, kuna weusi, kuna hivi? Ndio. Kwa ufanano hauko katika namna hiyo. Ndio. Tulikuwa katika ukamilifu. Hatukuwa na dosari, hatukuwa na dhambi, ila tulikuwa katika utakatifu. Tulikuwa tunafanana na Mungu katika utakatifu. Katika hali ya neema. Katika hali ya neema. Tulikuwa tumekamilika. Sasa mwanadamu huyu akaja akajichafua mwenyewe. Akasema sasa mimi na uwezo wa kujitegemea. Ndio. Sitaki kuongozwa na Mungu. Ndio. Dhambi ikaingia, kiburi kikaingia. Na hapo huo ndio msingi mara zote wa dhambi. Okay. Tunapotenda dhambi ni sababu hiyo tunakataa kuongozwa na Mungu. Ndio. Tunataka kujiongoza wenyewe. Mungu anasema usifanye hiki. Nasema kwa nini usifanye? Nafanya. Usiue. Kwa nini siue? Naua. Kwa mtu anataka kujiongoza mwenyewe na kujitoa kwenye msingi ule ambao Mungu ametuwekea. Na hapo basi kwa sababu mwanadamu alijitenga na Mungu, bado Mungu hakumwacha. Mungu anaanzisha tena historia nyingine ya kumtafuta. Aweze kukaa katikati ya mwanadamu na baadaye aweze kumrudisha kwake. Hiyo ndio tunaweza kusema ni tafsiri nzima ya kipindi cha Majilio, kwamba ule mpango wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu, namna ambavyo Mungu anamtafuta mwanadamu amrudishe kwake. Sasa katika huo mpango tunaona unakuja kukamilika kwa Yesu kuzaliwa. Anazaliwa na nani? Na mama Bikira Maria. Okay. Sasa mama Bikira Maria anashiriki au anahusiana na kipindi hiki cha Majilio kwa maana kwamba yeye amekuja kuwa njia ya mwisho ya kumfikisha Mungu kwa wanadamu. Ningeweza kusema hivyo kwa maana kwamba kumtambulisha katika ulimwengu huu. Na mtakatifu Maximilian Maria Kolbe alisema vizuri sana. Akasema pale ambapo ulimwengu ulikuwa haustahili kumpokea mkombozi, Maria alistahili
kumpokea mkombozi na akamleta katika ulimwengu huu ambao moja kwa moja ulikuwa haustahili kwa kumpokea huyo mkombozi. Kwa maana gani? Kwamba Mungu ameamua kujitambulisha kwa wanadamu na kujifunua mbele ya wanadamu kupitia kuzaliwa na Bikira Maria. Kupitia tumbo la mama yetu Bikira Maria, na baadaye mikono yake ambayo ilimlea, na baadaye maziwa yake aliyomnyonyesha na kumkuza, akaendelea kuonekana kati ya wanadamu. Kwa Bikira Maria anahusiana na kipindi hiki cha Majilio kwa namna hiyo, kwamba yeye ndiye anayemleta mkombozi duniani. Lakini pia Bikira Maria anaendelea kuwa ni mwanga wa matumaini kwetu, kwa namna kwamba anaendelea kutuombea, lakini pia anaendelea kuwa darasa kwetu, kwamba yeye pia alipitia vipindi vigumu ambavyo vilikuwa vinatikisa, vinatisha, lakini bado aliendelea kusimama imara, hakupoteza matumaini. Kwa anaendelea kuwa fundisho kwetu, anaendelea kutusaidia sisi ambao tunajiandaa katika kipindi hiki cha Majilio tuweze kubaki na matumaini yaliyo hai pasipo kupoteza ile lengo msingi tulionalo la kumtafuta Mungu. Asante sana Padre kwa majibu yako haya. Na mpendwa mtazamaji, naamini basi mpaka sasa umeshaweza kufaidi ya kutosha kujua uhusiano wa Bikira anayetuletea yale matumaini ya kumleta huyu Mwokozi wetu hapa duniani. Sasa basi Baba Padre, naomba tuendelee mbele kidogo, labda utuambie kipindi hiki cha Majilio teolojia yake ikoje, au uhusiano wa teolojia na kipindi hiki cha Majilio ukoje, au kuna mafundisho gani ambayo ya kiteolojia tunayapata hasa katika kipindi hiki cha Majilio? Asante. Tunaposema mafundisho ya kiteolojia, labda turahisishe kwa mtazamaji wetu au kwa msikilizaji wetu aweze kuelewa. Tuseme mafundisho ya kiimani ambayo tunayapata katika kipindi hiki cha Majilio. Fundisho la kwanza ni kwamba Mungu ni wa wote. Mungu ni wa wote, hambagui yeyote na wala hampendelei yoyote. Mungu ni wa wote. Sehemu nyingine kuna mtu alikuwa anasema kwamba kuna watoto wa kifuani lakini pia kuna watoto wa mgongoni. Kwamba wale wa kifuani mara zote watakumbatiwa, watabembelezwa, lakini wa mgongoni huyo atajipambania mwenyewe. Lakini sasa kwa Mungu hakuna watoto wa kifuani na wa mgongoni, wote ni wa kwake. Ndio. Sasa kwa mtindo huo kipindi cha Majilio kinatukumbusha kwamba sisi sote ni wa Mungu, matumaini yetu yanapaswa kubaki hai. Fundisho la pili ni kwamba baada ya maisha ya hapa duniani kuna hukumu. Ni fundisho lingine ambalo tunakumbushwa katika kipindi hiki cha Majilio. Ndio maana sehemu ya kwanza ya kipindi cha Majilio tunakumbushwa ujio wa Mwokozi au mfalme ambaye ni hakimu. Mwenye haki. Kwa tunakumbushwa kwamba baada ya maisha ya hapa duniani kuna nini? Kuna hukumu. Tuishi tutakavyo, tuishi tupendavyo, ila kuna nini? Kuna hukumu. Hilo ni fundisho lingine la kiimani ambalo lipo, ambalo litatusaidia pia kwa wanyenyekevu kutambua kwamba tupo duniani kwa mpango, tupo duniani kwa malengo. Yupo ambaye yuko juu yetu, ambaye ametuleta hapa duniani tuweze kutimiza mpango wake. Lakini pia kwa unyenyekevu wetu huo utatusaidia pia kujifunza. Mara zote mnyenyekevu anajifunza, na mnyenyekevu anapendwa pia. Kwa nini? Kwa sababu akitumwa ataenda, atatekeleza. Ni mnyenyekevu, akiambiwa basi atasikiliza. Na tunakumbushwa pia tukiwa hapa duniani, tukiwa wanyenyekevu tutasikiliza kila ambacho Mungu anatutaka tutende. Mbaya zaidi, wapo ambao tunajisahau. Kulingana na nafasi ambazo tunazo, tunaona tuko juu ya vyote. Muda mwingine tunasahau hata kama kuna Mungu. Tunaona kama vile sisi ndo tuko mwisho wa vyote. Kwamba hamna ambaye anaweza kuniambia chochote. Ndio. Ambacho sio kweli. Sio kweli. Tunakumbushwa yupo hakimu wa wote na ni hakimu wa haki. Kipindi hiki cha Majilio kinatukumbusha hayo. Fundisho la tatu ambalo tunalipata katika kipindi hiki cha Majilio ni kwamba Mungu yupo pamoja na sisi. Mungu ni Emmanuel. Kila siku tutatafakari katika ujio wake wa kwanza anavyozaliwa, na anaitwa jina la Emmanuel, kwamba Mungu anaishi kati yetu. Chochote ninachokifanya anapaswa kuelewa Mungu yupo. Mungu yupo pamoja nasi. Ananiona. Kila ninachofanya ananiona na anajua. Kwa katika magumu yangu, katika changamoto zangu, katika shida zangu, Mungu ananiona. Ndio. Bado ananipenda na bado yuko pamoja nasi. Lakini pia kwa kuwa pamoja nasi anatukumbusha tena kwamba tendo lolote lile ambalo tunapaswa kulitenda
lisukumwe na uwepo wake. Okay. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliwahi kuelezea desturi au mtindo ambao unaweza ukafanyika katika dunia ya leo ukamsahau Mungu na baadaye ukasababisha majeraha na maumivu kwa wengine. Alichukulia mfano wa taasisi au mashirika ambayo yako mstari wa mbele katika kusaidia au katika kutoa misaada ambayo imejificha katika kivuli cha upendo. Lakini kwa sababu inamuondoa Mungu au inaondoa ile radha ya kimungu ndani mwake, inaishia kuwaumiza wengine. Okay. Wanatoa msaada, nyuma yake kuna jicho lingine la kuwaumiza au kuwakandamiza wengi. Akasema sasa tukiondoa ile dhana ya uwepo wa Mungu katika yale tunayoyatenda, itaishia kusababisha maumivu. Okay. Na pengine yanatokea hata kwa vijana. Vijana anakuja anasema, dada nimekupenda ni hivi na hivi na hivi, nitakufanyia hiki. Lakini sio ule upendo wa kimungu ambao uko katikati. Ndio. Anakuwa na nia yake nyingine. Ana nia yake nyingine ambayo pengine ni ovu zaidi. Na mwisho wa siku anaishia kuumiza. Kwa juu tendo alilolitenda au analolifanya linaonekana ni jema sana. Ndio. Lakini ndani yake kuna kitu kilichojificha. Kwa nini? Hilo tendo analitenda halina radha ya kimungu ndani mwake. Okay. Halitambulishi uwepo wa Mungu kati ya hicho anachokitenda. Sasa inatutahadharisha na sisi tunapotafakari juu ya Mungu aliye kati yetu, Mungu anayeishi kati yetu, hata matendo yetu tuangalie yanasukumwa na nini? Yanasukumwa na uwepo wa Mungu au yanasukumwa na tamaa nyingine au kuna kitu kingine au agenda nyingine ambayo imejificha kati yake. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anatusaidia kwamba yote tunayoyatenda yanapaswa kuongozwa na uwepo wa Mungu. Tukiondoa uwepo wa Mungu, tukaondoa hofu ya Mungu, tutatenda chochote tunachokiona ni sahihi. Asante sana Padre kwa mafundisho haya mazuri kabisa ambayo sisi wa Kristo tunapaswa kuyaishi. Labda sasa Baba naomba tuambie katika kipindi hiki cha Majilio sisi wa Kristo tunapaswa tufanye nini ili tuweze kujiandaa vema kumpokea huyu mfalme anayekuja. Tukifahamu hasa katika desturi zetu za Kiafrika na hasa Tanzania, sisi basi tunafahamika kama watu wakarimu. Anapokuja mgeni ni lazima tumuandalie mazingira ambayo yatakuwa mazingira mazuri au mazingira wezeshi au mazingira ya kufurahisha kumpokea vizuri huyo mgeni. Na tukifahamu basi anakuja mfalme na kwa katika hadhi yake ya kifalme, sisi tunapaswa kufanya nini wa Kristo kujiandaa kumpokea huyu mgeni na mfalme wetu anayekuja? Asante. Cha kwanza tunapaswa kuandaa au kurudi ndani mwetu, tuwe na sikitiko la kweli. Ndio. Pale ambapo tumempoteza Mungu na kutenda yale ambayo tunayaona sisi ni sahihi. Turudi kwa Mungu. Turudi ndani mwetu, tujitafakari, tujichunguze ni wapi ambapo mara zote naenda vibaya. Ni wapi mara zote nimekuwa kikwazo kwa wengine. Ni wapi mara zote nimemfukuza Mungu na kutambulisha ufalme wangu mwingine. Hiyo ndio cha kwanza ambacho tunapaswa kukiandaa ili tuweze kweli kumpokea Kristo. Kristo kwa nafasi ya kwanza kama hukumu. Na masomo yetu yatakuwa yanatualika kila siku kukesha. Ili tuweze kukesha sio kutokulala kama mlinzi usiku, ila ni kuruhusu mioyo yetu iwe macho. Inakuwaje macho sasa? Ndiyo. Inakuwa macho pale inapokuwa imeunganika na neema ya Mungu. Neema ni nini? Utaniuliza. Ningeweza kusema neema ni zawadi ambayo tunapewa na Mungu mwenyewe. Ndiyo. Ili iweze kutusaidia, lakini pia inaendelea kutunza uwepo wa Mungu au uzima wa kimungu ndani mwetu. Hiyo ndio neema. Tuendelee kukaa na Mungu ndani mwetu. Na neema hii hasa neema ya utakaso ni uzima wa kimungu ambao uko ndani mwetu. Kwa basi kama tutakitumia hiki kipindi katika kutafuta huo uzima wa kimungu ndani mwetu, tutaondoa fujo, tutaondoa vita, ukorofi na vurugu nyingine ambazo zinaweza zikajitokeza kati yetu kwenye familia, kwenye mitaa yetu na kwenye jamii zetu. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tumeruhusu neema ya Mungu ikae ndani mwetu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa cha Wakristo wafanye nini au tufanye nini? Ndiyo. Turudi ndani mwetu tuone ni wapi tumekosea. Ndiyo. Na tukishagundua basi tusiogope kuomba msamaha. Tusiogope kufanya toba. Maana kusema kwamba sisi ni wakamilifu utakuwa tunajifanyia unafiki wenyewe. Kwa hiyo lazima kwanza tujichunguze. Ndiyo. Na tukishajigundua kwamba si wakamilifu basi inabidi twende tukakimbilie kiti cha huruma ya Mungu. Hakika. La pili, ili tuweze kukiishi vizuri kipindi cha Majilio, basi tuwakumbuke na wale ambao
wanapitia changamoto kubwa. Ndio. Wagonjwa, wale ambao jamii zimewatenga pembeni, mfano wazee na walemavu na wengine ambao wana mahitaji maalum. Ni kipindi pia ambacho tunapaswa kinapaswa kutukumbusha namna ambavyo tunapaswa kubaki katika muunganiko na wenzetu. Kristo yeye hakuwa mbinafsi. Anaacha kiti chake cha enzi, anashuka kati ya wanadamu ambao tena ni wa dhambi. Yesu anatoka ningeweza kusema Yesu anatoka katika hali ya ukamilifu. Ndio. Anaingia katika hali ya fujo. Kuishi na watu ambao wanaishi duniani kwenye mazingira, kwenye hali zote za aina zote za fujo. Yesu anakuja katika mazingira haya aweze kukaa nao. Na sisi anatualika kuweza kuishi na wenzetu. Kuishi na wenzetu vizuri. Wale ambao wako katika changamoto mbalimbali, wale ambao wanaonekana kukata tamaa tuwasaidie. Wale ambao ni wa dhambi jamii zimewatenga pembeni, mfano wazee na walemavu na wengine ambao wana mahitaji maalum. Ni kipindi pia ambacho tunapaswa kinapaswa kutukumbusha namna ambavyo tunapaswa kubaki katika muunganiko na wenzetu. Kristo yeye hakuwa mbinafsi. Anaacha kiti chake cha enzi, anashuka kati ya wanadamu ambao tena ni wa dhambi. Yesu anatoka ningeweza kusema Yesu anatoka katika hali ya ukamilifu. Ndio. Anaingia katika hali ya fujo. Kuishi na watu ambao wanaishi duniani kwenye mazingira, kwenye hali zote za aina zote za fujo. Yesu anakuja katika mazingira haya aweze kukaa nao. Na sisi anatualika kuweza kuishi na wenzetu. Kuishi na wenzetu vizuri. Wale ambao wako katika changamoto mbalimbali, wale ambao wanaonekana kukata tamaa tuwasaidie. Ni kweli kabisa Father, na katika kipindi hiki kuna baadhi ya nyimbo ambazo kweli zikiimbwa mimi binafsi huwa zinanisaidia sana kuweza kutafakari kipindi hiki. Kwa mfano kuna wimbo mmoja mimi sio mwimbaji mzuri lakini naweza tukajaribu kuimba. Yohane alia nyikani, tengeneza njia ya Bwana apite. Na katika moja mashairi yake anasema sawazisha milima na mabonde. Kwa hiyo anatualika tusawazishe milima na mabonde. Kama Father, labda unaweza kutuambia milima na mabonde ambayo katika kipindi hiki cha Majilio tunaalikwa kuisawazisha, mabonde kuyajaza, na njia ya Yohana ile kuweza kuisafisha, labda kumsaidia Mkristo, ni milima gani au vitu gani hivyo ambavyo anatakiwa yeye sasa, kama ni mabonde au ni njia kusafisha katikati vichaka, ni vitu vya namna gani labda? Asante. Kwanza tukisema milima, ndio, milima ni eneo ambalo limepanda juu ya hali ya kawaida, ya ile level ya kawaida ya udongo, imepanda yenyewe imeinuka juu. Ndio. Na bonde limeshuka zaidi. Kusawazisha ni kushusha hiki ambacho kimepanda juu. Ndio. Kiburi cha kwanza kwa mfano. Kiburi cha kutaka kupanda hata juu ya Mungu au juu ya wengine. Hicho tukikiondoa tutabaki katika hatua fulani na wenzetu. Okay. Kujinyanyua zaidi na kuonekana mimi ni bora kuliko wote. Hilo tukiliondoa itatusaidia kwanza tutakuwa wanyenyekevu, lakini pia tutajifunza mengi kwa watu, na watu watatupenda. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, watu watatupenda. Wanyenyekevu mara zote wanapenda. Japo kuna muda wanaweza wakadharaulika, lakini wapo ambao watawapenda sana. Kwa nini? Kwa sababu watakuwa nasikiliza, watakuwa naishi na watu. Lakini pia ukiwa mnyenyekevu utajifunza vitu vingi. Kwa sababu utakuwa unaishi na watu, utajifunza vitu vingi. Katika upole wako, katika unyenyekevu wako huo utajifunza. Lakini ningeweza kusema pia unyenyekevu sio ukimya. Ndio, ni kweli kabisa. Kwamba nikiona kitu siwezi kuongea, kuna tatizo fulani naliona siwezi kuongea, kuna hii, huo ni ukimya na ni unyamavu. Ndio. Unyenyekevu ni kujitambua. Ndio. Kujitambua kwamba yupo Mungu na mimi ambaye ni muumba na mimi ni kiumbe wake. Napaswa kumheshimu na kumtii. Na kama namtii Mungu, basi nitawatii na wale ambao Mungu amewaleta kati yangu. Pengine katika nafasi yangu ya kazi, mimi ni padre, napaswa kutambua kwamba upade wangu unapata thamani katika kuwatumikia wale ambao wako chini yangu. Na mwingine katika nafasi yake, mfano daktari, heshima ya udaktari wake itapatikana katika kuwahudumia wagonjwa. Mwalimu vivyo hivyo katika kuwafundisha watoto. Basi unaitwaje mwalimu huwafundishi watu? Inakuwa kwa kweli inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Kwa basi unyenyekevu utatusaidia kushusha hivyo vyote ambavyo tumeviinua, majigambo, majivuno, kiburi na vitu vingine hivyo ambavyo mara zote vinatunyanyua kwenda juu. Lakini mabonde ni yapi? Ndio. Mabonde ni mapungufu
Yaani sehemu ambayo imeshuka kwenye hali ya kawaida ya ardhi, imeshuka chini. Yale mapungufu. Kwamba mwanadamu kwa namna alivyo anapaswa kuonekana akiwa mwema, mwenye haki, mwenye huruma. Huyo ndiye mwanadamu. Lakini siku zote mtu ambaye au mwanadamu ambaye hana sifa hizo, hali ana mapungufu. Ana mapungufu. Na hicho ni kilema. Kilema sio kwa maana ya viungo, lakini ni ulemavu kwa maana kwamba kuna sifa fulani ambazo zimepungua. Mwanadamu anaonekana au anapaswa kuwa na sifa fulani, awe na huruma, aweze kuguswa, aweze kujali utu wa mtu na ubinadamu wa mtu. Sasa anapozikosa hizo, na anashuka zaidi, anajilinganisha pengine na viumbe wengine ambao hawana hadhi sawa na Mungu. Anaishi kwa kufuata hisia kama wanyama wengine, au misukumo mingine ya mahitaji kama wanyama wengine. Kwa mfano ukiweka majani majani mengine haya ya mbuzi, ukaweka na mahindi pale pale, mbuzi hachagui, atakula vyote. Lakini basi mwanadamu yeye ana utambuzi, ana akili, lakini pia ana maamuzi, ana utashi, anachagua nifanye nini. Sasa mwanadamu anapoifunga sehemu hiyo ya akili na kuanza kuishi kwa kufuata misukumo na hisia, ni mapungufu. Na hilo ni bonde ambalo tunapaswa kuangalia ni wapi ambapo sisi tunafuata hisia zaidi kuliko akili. Na hapo itatusaidia kweli kusawazisha, na baadaye tutakuja kuwa binadamu kamili kati ya wanadamu wengine. Na kweli tutakifurahia kipindi hiki cha Majilio, na baadaye tutampokea Kristo katika furaha iliyo. Tunakushukuru sana Padre Abias Mkwetu, misionari wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu, kwa kuweza kutembea nasi katika mfululizo wa kipindi chetu hiki cha Tushirikishane Tone la Upendo. Na kwa namna ya pekee katika kipindi chetu hiki cha leo tumeweza kuzungumza na kudadavua kwa kina juu ya kipindi cha Majilio. Basi mpendwa mtazamaji wa St. Gaspar Media na mfuatiliaji wetu, mpaka kufikia nukta hii hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia kutoka mwanzo hadi kufikia mwisho wa hiki kipindi chetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Fratelli Anthony Eponda, niliyekuwa nikiwa na kuongozea kipindi hiki na baba yetu Padre Abias. Basi mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kwa pamoja tunasema tuitukuze damu ya Kristo milele. Amina. Mpaka wakati mwingine, asante kwa kutuchagua na kuwa mfuatiliaji wetu. Tushirikishane tone la upendo, tushiriki